la kutofautiana, kwa maana ya kufarikiana, kwa maana ya kufanyiana uadui, kwa maana ya kuchukiana, kila siku tutakuwa tunalalamika kwamba tuko nyuma. Kila siku tutakuwa tunalalamika kwamba tu dhaifu, kwamba ni madhaifu, kwa sababu hatui pamoja. Nyoyo zetu haziko pamoja. Nyoyo zetu zimetawaliwa na umimi. Nyoyo zetu zimetawaliwa na usisi. Nyoyo zetu zimetawaliwa na umakundi, na hilo ni jambo hatari sana linalobomoa umma huu. Tusitafute mchawi kwenye hali yetu ngumu tuliyokuwa nayo. Mchawi wetu, ndugu zangu katika imani, mkubwa ni kutomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mchawi wetu mkubwa ni kuendeleza chuki kwa maslahi binafsi, kwa maslahi ya vikundi au kikundi cha watu fulani. Haya ni mambo ya kusikitisha. Leo hii katika imani, hata wale wanaojinasibisha kwamba ni ahlus sunna wal jamaa, wakati wengine wanawachukia wenzao ambao ni ahli sunna wal jamaa kuliko wanavyowachukia wasiokuwa Waislamu. Hili ni jambo la kusikitisha. Hili ni balaa kubwa ambalo limekumba umma wa Kiislamu. Tusipotoka hapa, tusipotoka kwenye tatizo hili, basi umma huu kabir alaiha 4 takbirat. Umma huu utakuwa umekufa. Upigie takbira 4, uswalie sala ya maiti umma huu, kwa sababu sasa umeshafika katika hali hatari sana, hali mbaya sana, ambayo kama wale wenye majukumu hawakulihisi hilo na kulibadilisha hilo, hatutabadilika. Tutakwenda chini na chini na chini. Wa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutubadilisha sisi hali zetu mpaka sisi wenyewe tubadilishe hali zetu. Tutoke kule katika hali ya uadui na uhasama, tuje katika kalima moja, neno moja, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ndugu zangu katika imani,